Leo hii tuko katika eneo hili la Kidia ambapo ni moja kati ya vitalu vilivyoanzishwa na Hifadhi ya Taifa Kilimanjaro ili kuweza kurejesha uoto asili katika maeneo yaliyoathirika na shughuli mbalimbali za kibinadamu hapo awali. Kama mnavyojionea, kuna miche mbalimbali ikiwemo miche ya asili kutoka kwenye msitu wa hifadhi, lakini pia tuna miche ambayo sio ya asili katika maeneo yetu, ila ni miche ambayo inalenga shughuli mbalimbali za kibinadamu. Tunapokuwa tunafanya urejeshaji wa uoto asili ni ili kuhakikisha ile dhima ya kuhifadhi eneo la Hifadhi ya Taifa Kilimanjaro inafikiwa. Eneo hili la Hifadhi ya Taifa Kilimanjaro lilitengwa mahususan kwa ajili ya kutunza vyanzo mbalimbali vya maji, lakini pia kutunza uoto asili pamoja na mandhari ya asili. Kwa mwaka huu pekee tumepanga kugawa miche 60,000 kwa wananchi, na hii yote inatokana na maombi ya wananchi. Utaratibu wetu ni kwamba wananchi, ili kuhakikisha kwamba miti hii inatunzwa, wananchi wenyewe kupitia viongozi wao wa vijiji wanaandika mahitaji yao, na sisi tunaenda tunawapatia elimu, na hii ni baada ya kuwapatia elimu ya utunzaji wa mazingira. Na baada ya kupata maombi haya katika ofisi yetu, huwa tunaandaa miche kutoka kwenye vitalu vyetu na kuwapelekea wananchi, na usimamizi wake ni kupitia wananchi wenyewe, kwa maana ya kwamba viongozi wa vijiji, mtendaji, mwenyekiti, au kama kwenye kata zinazozunguka hifadhi, mtendaji wa kata wanasimamia zoezi hili na kuhakikisha kwamba hii miti inakuwa endelevu. Na ndio maana kwa kipindi chote hicho zaidi ya 90% ya miti ambayo tumeiotesha imeendelea vizuri. Hii ni tunakabidhi, tumefika hapa katika kijiji cha Moo kwa lengo kubwa la kuleta miche kwa jamii ili waweze kuotesha kwenye maeneo yao na hasa kwenye vyanzo vya maji ili kulinda uoto wa asili. Kwa hiyo huu ni mwanzo wa programu ambazo tumekuwa tukifanya kwa miaka mingi na ni endelevu. Kwa hiyo mwenyekiti, karibu hii miti muitunze ili iendelevu kwa faida ya vizazi vijavyo. Nashukuru sana mheshimiwa. Asante sana. Na nina imani kutokana na ushirikiano wa wananchi wa kijiji cha Mowo na wananchi wa hifadhi ya Kinapa kwa jirani mema, sisi ni marafiki wa siku nyingi na tumeshafaidika na huo msitu kwa sababu tumeshapata jengo la mama na mtoto. Mpaka sasa hivi ni majirani wetu na tuna imani kulinda ule msitu, na nina hakika kwamba ule msitu uko salama salimini. Kwa maana hiyo tunaahidi kwako kwamba tutaendelea kutunza, tutaendelea kuotesha, na pale tunakoona jambo ambalo limetuzidi nguvu tutatafuta mawasiliano kwa ajili ya ushirikiano zaidi. Nitoe rai pia kwa Watanzania wenzangu, tuendelee na jitihada hizi za kutunza maeneo yetu, kwani ni kwa manufaa yetu sisi na vizazi vijavyo. Kama ilivyo kauli mbiu ya Wizara ya Maliasili na Utalii, tunasema tumerithishwa tuwarithishe. Kwa hiyo sisi tunafanya tunachoweza kufanya kwa kiasi ambacho tunafanya ili tuweze kuhakikisha kwamba kizazi kijacho nacho kitajivunia kwamba ile hazina ambayo tulipewa tumeweza kuiendeleza na kuwakabidhi waendelee nayo.